Habari. Kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweza kutuamsha salama leo. Ni siku nyingine tena ambayo niko mbele yenu. Ningependa tuzungumzie mambo yanayohusiana na afya na tuweze kuona binadamu anapata changamoto gani na namna gani tiba asili na mchango mkubwa au inaweza kumsaidia huyu binadamu akaweza kuimarisha mwili na afya yake kwa ujumla. Sasa leo ningependa tuzungumzie mada inayohusiana na mifupa. Tunaita bone and cartilage. Mifupa najua ni kiungo muhimu sana ndani ya mwili, na hichi kiungo bila kuwa na mifupa ambayo ni imara ndani ya mwili, basi mwili wa binadamu hauwezi kufanya kazi, huwezi kutembea, huwezi kutoka kwenda kufanya shughuli zako kwa sababu mifupa itakuwa inakusumbua, aidha ni kuuma au kusagika, kitu ambacho kinaweza kukusababishia kuwa na ulemavu ndani ya mwili. Lakini nikutoe hofu juu ya wale watu ambao wanasumbuliwa na mifupa, wale wanaonisikiliza. Tatizo la mifupa ni kitu chepesi sana kukiondoa. Kwa nini nasema ni chepesi? Kwa sababu tunafahamu structure nzima au mifupa, kitu ambacho mifupa inatengenezwa na madini muhimu sana yaitwa calcium. Lakini calcium sio tu madini kwa ajili ya mifupa, ni madini ambayo yanatumika katika vitu vingi ndani ya mwili. Hasa vinahusika katika cellular level, katika undani wa seli. Ukipungukiwa madini ya calcium unaweza kupata depression na anxiety. Lakini pia ukipungukiwa madini ya calcium kwenye mishipa ya damu utakuta unapata aneurysms na varicose vein, yani maana yake ile mishipa yako inaweza kaanza kujikunja. Sawa? Hilo ni dalili mara nyingi nawapata watu wazima kwenye upande wa miguu. Utaona sehemu fulani mshipa umejitokeza na umejikunja, ile ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya calcium. Lakini pia sio hivyo tu, madini ya calcium yanatumika kwa ajili ya kuleta afya bora ya uzazi wa mwanaume na mwanamke. Lakini pia madini ya calcium yanatumika katika mambo mengine tofauti. Na leo tuangalie calcium kwenye mifupa inafanyaje kazi na ni kwa namna gani hii calcium inaweza ikamsaidia binadamu kuboresha afya yake. Sasa kuna vitu muhimu lazima tuvizingatie na tuviangalie katika utaratibu huo. Na kitu cha kwanza ningependa leo tuzungumzie vyakula ambavyo vinamsaidia binadamu aweze kuboresha afya yake ya mifupa. Na tunafahamu kuna baadhi ya vyakula ambavyo tumeelekezwa na wataalamu wa afya, kwa mfano unywaji wa maziwa imekuwa proclaimed na wengi kwamba inasaidia kuongeza calcium mwilini, na ulaji wa mboga za majani ambazo ni zile tunaita ni leafy green, ambazo ni za kijani sana, moja kwa moja pia zinaweza kusaidia kuongeza calcium mwilini. Despite that pia tuna ulaji wa vyakula kama samaki, wanyama wa baharini, ulaji wa samaki na baadhi ya wanyama wengine ambao wanapatikana baharini kwa majina tofauti kama pweza na kadhalika, wanasaidia pia kuongeza madini ya calcium mwilini. Now coming back to this, tuangalie binadamu anatakiwa atumie calcium inayotokana na source ipi. Sawa, tuangalie chanzo cha madini ya calcium muhimu ndani ya mwili na jinsi gani calcium hii inaweza ikatumika ndani ya mwili. Na kabla tujaenda huko, ningependa kwanza kuzungumzia ni namna gani huyu binadamu anaweza kuharibu mifupa yake kupitia ulaji wa vyakula ambavyo anavitumia. Tunafahamu kwamba mifupa inatengenezwa na madini ya calcium. Lakini kwa bahati mbaya haya madini ya calcium huwa yanapungua. Tunaita calcium deficiency. Sawa, unapokuwa na upungufu wa madini ya calcium, basi moja kwa moja unaweza kuanza kupata matatizo ya mifupa. Mfano, unaweza kupata osteoporosis, ni tatizo ambalo linasababisha mifupa yako inaanza kusagika na wakati mwingine kuvunjika kwa urahisi, inalainika kwa maana hiyo. Na matatizo mengine yanahusiana na arthritis na vitu kama hivyo, au rheumatoid arthritis, na ni arthritis, vitu ambavyo vinapatikana kwenye maungio, ndio yale tunaita mifupa milaini, tunaita cartilage. Sasa vyote hivi vinatokana na upungufu wa madini ya calcium. Tunafahamu toka tumezaliwa binadamu ana sufficient amount au ana kiwango sahihi kabisa cha madini ya calcium toka baada ya kuacha kunyonya maziwa kutoka kwa mama yako mzazi. Lakini kadri unavyozidi kuishi, kutokana na mazingira, vile vyakula unavyokula, moja kwa moja inaweza kukusababishia wewe ukaanza kupoteza madini ya calcium. Hasa unapotezaje madini ya calcium? Kwenye chemistry au kwenye kemia kuna kitu tunaita pH factor. Kuna upande wa tindikali, acid, na kuna upande wa alkali. Hasa vyakula au taratibu wa maisha ambao tunaishi kutokana na civilization, kutokana na tamaduni na muendelezo na maendeleo ya kidunia,
tumeona kwamba watu wengi wanapendelea kula vyakula ambavyo vimekuwa processed, yani vimeandaliwa kama sio kwa kutumia kemikali maalum, au kama si hivyo wanakula vyakula ambavyo biologically haviko designed kuliwa na binadamu. Tumeona ulaji wa nyama kupitia video zilizopita, tumesema kwamba inaweza kusababishia mtu kupata kansa na kisukari, lakini pia magonjwa mengine, udhaifu wa seli na kadhalika. Na unywaji kwa mfano wa vinywaji ambavyo pia vimetengenezwa na kemikali tofauti tofauti, unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, vyote hivi vina tindikali ndani yake, vinaweza kusababisha huyu mtu akaweza kupata athari za kiafya. Hasa ulaji wa vyakula ambavyo sio sahihi kwa binadamu, au vyakula ambavyo vina sumu au tindikali nyingi, mfano unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, ulaji wa nyama kwa wingi, vitu kama hivi vinatengeneza tindikali nyingi. Sasa mwili kazi yake, kwa sababu kumbuka hizi tindikali zote baada ya kumeng'enywa na kufyonzwa zinaingia moja kwa moja kwenye damu. Lakini damu yako kitaalamu tunafahamu kwamba pH factor yake ni 7.4. Kuwa na pH ya 7.4 inamfanya binadamu moja kwa moja, pH ya damu ya binadamu ambaye ana afya kuwa ni alkali. 7.4 iko juu ya 7. Sasa ikitokea hii pH factor ya damu imeshuka kufikia 6.35, moja kwa moja binadamu anaweza kaanza kupata matatizo ya kiafya. Hasa anaweza akaingia kwenye coma, yani kwa maana ya kwamba anaweza kazidiwa sana ikambidi aende kulazwa ICU. Kama sio hivyo basi anaweza kapata kifo ambacho kinatokea ndani ya dakika 3 tu, damu tu inaposhuka pH yake na kufikia 6.35. Kutokana na hivyo, sasa kitu gani huwa kinafanyika pale unapokula vyakula vya tindikali ili mwili wako usiingie kwenye athari ya kushusha pH ya damu? Kwa hiyo moja kwa moja kinachofanyika mwilini kutokana na consciousness au awareness ya mwili wako unaenda kukopa calcium moja kwa moja kwenye mifupa, kwenye mishipa ya damu, kwenye meno na kadhalika, kwa ajili ya kutumia kama ile alkaline component, kwa ajili ya kwenda kuneutralize zile tindikali ambazo umeziingia kupitia mfumo wa maisha, aidha ulaji wa chakula au vile vitu ambavyo umepaka kwenye ngozi au kitu ambacho umekunywa ambacho hakiambatani na uasili wa mwili. Kwa utakuta moja kwa moja hasa every day toka siku umeacha kunywa maziwa, vyakula unavyokula ni acidic au vina tindikali nyingi. Vyakula vyote ambavyo vimepikwa vinatengeneza tindikali. Tunafahamu kwamba hata kwenye kemia, kwa wale ambao wamesoma, wale wanafunzi wa form 2, ukimweleza Bunsen burner hakuna mtu asiyejua kwamba tunafahamu kwenye kemia ili kubadilisha mfumo kutoka A kwenda B au kutoka alkali kwenda kuwa tindikali ni lazima tuweke moto chini yake. Na lazima tukipashe hicho kitu na moto. Hasa the same way tunapopika vyakula tunasababisha kuua wadudu tiba ambao ni enzymes ambao wapo ndani ya vyakula ambavyo wanaweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Sasa kwa bahati mbaya ulaji wa hivi vyakula vinakuwa na tindikali nyingi. Sasa baada ya kuwa na tindikali, mwili unaokoa maisha yako kwa kufanya nini? Kwa kwenda kukopa calcium kwenye mifupa, unakopa calcium kwenye mishipa ya damu, unakopa calcium kwenye seli na kadhalika. Sasa uchukuaji wa calcium kila siku kidogo kidogo kwa ajili ya kuneutralize au kupooza zile tindikali ambazo umeziingiza kwenye chakula, moja kwa moja inakusababishia wewe kuanza kupata deficiency au upungufu wa madini ya calcium mwilini. Lakini hilo ni angalizo la kwanza. Lakini sasa utakuta watu wengi hawapendi kutumia matunda kama chakula. Wanatumia matunda kidogo tu kwa ajili ya kuboost. Either anaweza kala ndizi moja pamoja na wali, au anaweza kala parachichi pamoja na chakula kingine, ambavyo ni makosa kutumia matunda kwa namna hiyo. Na baada ya kusema yote hayo, ni lazima tutambue kwamba ulaji wa vyakula vya tindikali vinaharibu moja kwa moja mfumo mzima wa ufanyaji kazi wa madini ya calcium ndani ya mwili. Sasa utakuta watu wameshapungukiwa madini ya calcium, wanaanza kukimbilia matumizi ya kutumia supplements ambazo ni calcium based, au wanakunywa maziwa kwa wingi, au ulaji wa samaki na dagaa kwa wingi kwa ajili ya kuongeza madini ya calcium. Lakini tukirudi tena katika mfumo wa mmeng'enyo, tunafahamu kwamba mwili una utaratibu wake wa kumeng'enya na matumizi ya vitu. Tunafahamu kuna hatua 4 ndani ya mwili ambazo zinafanyika ili chakula kiweze kumeng'enywa na kutumika. Ya kwanza ni mmeng'enyo wa chakula, tunaita digestion. Then hatua ya pili inayofuatia ni absorption, maana ya kwamba chakula kinafyonzwa. Hatua ya 3, baada ya chakula kufyonzwa, kinatakiwa kifanywe kitu kinaitwa utilization, au kwa maana nyingine ni kukitumia kile chakula au vile virutubisho ambavyo vimefyonzwa, madini na vitamini mbalimbali. Lakini baada ya kuvitumia, zinavyosafirishwa na mfumo wa damu kupelekwa kwenye seli tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi. Zikishatumika,
moja kwa moja tunafahamu kilichotumika lazima kitoe taka. Sasa ndo mfumo wa mwisho au hatua ya 4 inaitwa elimination, utoaji wa taka mwilini. Hasa leo ningependa tuzungumzie kicho kipengele cha katikati hapo, utilization, kwamba ikitokea huyu mtu ambaye ameshapata matatizo ya mifupa anakuwa na shida gani, ambapo kwa mtu ambaye anatumia dawa lakini bado haponi matatizo yake ya mifupa, je, aweze kuangalia kitu gani ndani ya mwili wake ili aweze kutatua hiyo changamoto ya mifupa. Na moja kwa moja tunafahamu kwamba ndani ya mwili kuna viungo maalum na madini maalum ambayo yanasaidiana. Calcium inapoingia mwilini ili iweze kutumika inahitaji baadhi ya madini yawepo mwilini na vitamin, lakini pia inahitaji baadhi ya viungo ambavyo vinaweza kuchakata yale madini ya calcium ili yaweze kutumika katika mifumo mbalimbali ndani ya mwili, aidha ni kwenye mifupa, aidha ni kwenye meno. Kama sio kwenye meno, basi iweze kutumika kwenye seli kwa ajili ya kukuondolea depression na anxiety na vitu kama hivyo. Coming back to that, tunaona kwamba tezi ya parathyroid au thyroid, tezi ambayo ipo kwenye koo hapa, inahusika moja kwa moja na kitu kinaitwa calcium utilization ndani ya mwili. Na hii tezi ya hormone ina kazi tofauti tofauti. Hasa parathyroid gland ambayo ni pini ambazo zipo 4, upande huu ziko 2 na upande huu ziko 2. Sawa, moja kwa moja zinahusika na matumizi ya calcium ndani ya mwili. Inapotokea kuna udhaifu kwenye hizi tezi, moja kwa moja utakuta yule mtu hata utumie kiwango gani cha madini ya calcium, aidha ni supplements au vyakula ambavyo vina wingi wa calcium, huwezi kutumia ile calcium kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto yako ya mifupa. Kwa hiyo utaendelea kupata maumivu ya mifupa, au kama ni hiyo mifupa milaini ni cartilage, itaendelea kuwa na udhaifu, kwa sababu kitu ambacho utakuwa unafanya boost. Kila siku unatumia calcium kwa ajili ya kuboost, lakini baadaye inashuka, haiwezi kuwa sustain. Sasa tunafahamu pia madini ya calcium yanahitaji madini ya phosphorus, yanahitaji madini ya inahitaji pia magnesium, inahitaji pia kuna vitu vinaitwa flavonoids kwa ajili ya kusaidiana na calcium ili viweze kutumika vizuri. Kinapotokea calcium pekee yake, calcium pekee haiwezi kutumika au haiwezi kuingia moja kwa moja kuna kwanza kutumika ndani ya cells, huwa inahitaji mchanganyiko huo. Lakini pia madini ya calcium yanahitaji vitamin D kwa ajili ya kuweza kutumika, tunaita calcium utilization. Inapotokea kuna upungufu wa madini ya vitamin D ndani ya mwili, moja kwa moja huyu mtu anaweza kaanza kupata upungufu au anashindwa kutumia ile calcium ambayo anakuwa ameingiza kupitia ulaji wa vyakula na kadhalika. Kwa hiyo kitu cha muhimu cha kuangalia ni kwamba ni hii parathyroid weakness. Ukiweza kuondoa parathyroid weakness, moja kwa moja inaweza kusaidia mwili wako kuanza kuutilize ile calcium unayoingiza kupitia ulaji wa chakula ianze kutumika. Na kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba source, yani sehemu ambapo unaipatia haya madini ya calcium inatakiwa iwe na vitu 4. Kuwepo na madini ya calcium, kuwepo na madini ya magnesium, kuwepo na madini ya phosphorus, kuwepo na hizo flavonoids. Ndipo calcium yako inaweza ikawa suitable au inaweza ikatumika vizuri na mwili wako. Lakini inapotokea, let's say mfano umekunywa maziwa, tunafahamu maziwa yana calcium nyingi. Sasa unywaji wa maziwa kuna concentration kubwa sana ya calcium, lakini kuna upungufu wa madini ya magnesium na hakuna flavonoids kwenye maziwa. Kwa hiyo moja kwa moja utakuta calcium ambayo inaingizwa kupitia mfumo wa unywaji wa maziwa haiwezi kumsustain mtu kwenye afya yake, hasa kwenye upande wa kuboresha afya ya mifupa na afya ya meno, na calcium kuweza kutumika katika maeneo mbalimbali ndani ya mwili. Kwa hiyo tunachomshauri mtu moja kwa moja, source yake ya kupata madini ya calcium yaweze kupatikana kwenye mboga za majani. Mboga za majani kwa maana ya kwamba unaweza ukala spinach, unaweza ukala sukuma wiki, unaweza ukala cabbage, unaweza ukala collard na broccoli na kadhalika. Kuna mboga nyingi sana za kijani ambazo zina madini ya calcium, zina madini ya magnesium ambayo yanaendana pamoja. Sehemu yenye calcium kwenye mboga, sehemu yenye calcium lazima pia utakutana na magnesium. Lakini pia kuachana na hivyo lazima ukutane na vitu vinaitwa flavonoids. Sawa, ambavyo vinasaidiana moja kwa moja kusaidia hii calcium ambayo imeshafyonzwa iweze kutumika, ikisaidiana na kiungo au tezi inayoitwa parathyroid. Sasa kama una parathyroid weakness, sisi katika kituo chetu tuna dawa maalum ambayo ni mitishamba ambayo imefanyiwa tafiti na kuweza kumsaidia mtu moja kwa moja kuweza kuondoa changamoto yake au huu udhaifu wa tezi ya parathyroid. Kwa hiyo utaitumia kutokana na utaratibu ambao tutakupa, lakini pia moja kwa moja
jitahidi sana wewe unakula matunda na mboga mboga, hasa matunda tumesema zaidi ya 80%, mboga mboga ziwe 20% kwa ajili ya kuweza kuongeza concentration kubwa ya calcium ambayo pia kwa namna nyingine inapatikana pia kwenye matunda na mboga mboga, ambazo inakuwa balanced out, inakuwa na calcium, magnesium, phosphorus na flavonoids, ili uweze kutatua changamoto yako ya mifupa au changamoto yako ya kuumwa na hiyo mifupa ambayo ni milaini, ambayo ni cartilage na kadhalika.